Kabla hujaanza kusikiliza simulizi hii, nataka nikuulize swali moja. Ushawahi kumpenda mtu kwa moyo wako wote, ukampa kila kitu, lakini mwisho wake akakuumiza kuliko ulivyowahi kufikiria? Simulizi ya leo si hadithi ya kawaida. Ni hadithi ya mapenzi, uaminifu na usaliti uliobadilisha maisha ya mtu kabisa. Kuna wakati tunakutana na watu tunaodhani watakuwa sehemu ya maisha yetu milele, lakini baadaye tunagundua kwamba walikuja kutufundisha somo ambalo hatutalisahau kamwe. Kila mtu ana hadithi yake ya mapenzi. Hadithi ambayo wakati mwingine huanza kwa furaha kubwa, lakini ikaishia kwa maumivu ambayo hukutarajia kabisa. Hii ni hadithi yangu. Nilikuwa msichana wa kawaida tu, nikiishi maisha yangu kimya kimya, nikijishughulisha na kazi na familia. Sikuwahi kuwa mtu wa kukimbilia mapenzi haraka, kwa sababu nilikuwa naamini kwamba siku moja Mungu ataniletea mtu sahihi. Siku moja nilikutana na mtu aliyeitwa Khalid. Tulikutana kwa bahati tu. Ilikuwa kwenye sherehe ya rafiki yetu wa pamoja. Sikutegemea kabisa kwamba siku ile ingeanza safari ambayo ingebadilisha maisha yangu. Mara ya kwanza aliponiona, alinitazama kwa muda kisha akatabasamu. Tabasamu lake lilikuwa la kawaida tu, lakini kwa namna fulani lilinifanya nijisikie tofauti. Baada ya muda, alikuja kunisalimia. "Mambo?" aliuliza kwa sauti ya upole. Nilijibu, tukaanza mazungumzo ya kawaida. Hakukuwa na kitu kikubwa sana siku ile, lakini tangu siku hiyo alianza kunitafuta mara kwa mara. Tulianza kuwasiliana kila siku. Asubuhi alikuwa mtu wa kwanza kuniandikia ujumbe, na usiku alikuwa mtu wa mwisho kuniambia lala salama. Taratibu taratibu nikaanza kumzoea. Kulikuwa na kitu kuhusu yeye kilichonifanya nijisikie salama. Alijua kuniambia maneno mazuri wakati nikiwa na huzuni. Alijua kunichekesha wakati moyo wangu ulikuwa mzito. Siku moja aliniambia wazi kabisa, "Nimeanza kukupenda." Nilikaa kimya kwa sekunde chache. Sikuwa mtu wa kuingia kwenye mahusiano haraka, lakini nilijua tayari moyo wangu ulikuwa umeanza kumpenda. Ndipo nikamjibu, "Na mimi pia nakujali." Kuanzia siku hiyo tukawa wapenzi rasmi. Miezi ya kwanza ilikuwa kama ndoto nzuri. Tulitembea pamoja, tulicheka sana, na kila mtu aliyetuona alisema tunaendana sana. Alikuwa mtu ambaye nilimwamini kabisa. Nilimshirikisha mambo yangu yote. Nilimweleza hata mambo ambayo sikuwahi kumwambia mtu mwingine. Na yeye pia alionekana kuniamini. Lakini kadri muda ulivyopita, mambo yalianza kubadilika polepole. Mwanzoni ilikuwa ni vitu vidogo tu. Simu zake zilianza kuwa bizi sana. Alikuwa anapokea simu na kutoka nje kuongea. Nilipomuuliza, alisema ni mambo ya kazi. Nilijaribu kumwamini. Lakini baada ya muda, nikaanza kuona mabadiliko makubwa zaidi. Ujumbe wangu ulikuwa